Filamu inaanza na mwanaume mmoja ambaye kachota maji baharini akayapeleka sehemu ambapo kulikuwa kuna tambiko linafanyika hapa. Kuna mzee mmoja ambaye mwili wake ulikuwa umezungukwa na vidonda. Huyu mzee anaitwa mzee Nato. Baada ya maji kufikishwa hapa, kuna kisu maalum kiko kimesafishwa na ibada ikaanza mara moja. Kisu kikuwa kimenyanyuka angani. Sasa hapa kando kuna binti mmoja alikuwa anatazama hili tambiko. Huyu binti anaitwa Lakshmi. Huyu yeye ni binti yake Nato. Baada ya ibada ya muda mrefu, majeraha yote katika mwili wa Nato yakaanza kupotea yenyewe. Hili jambo lilikuwa limemtia hofu sana binti wa Nato. Lakshmi akawa ameondoka hapo akiwa amejawa na hofu, kana kwamba hakupendezwa kabisa na hili jambo. Sasa ni kwa nini? Filamu inahama moja kwa moja mpaka kwa binti mmoja anaitwa Tari. Yeye kamaliza kufanya dua yake hapa kwa ajili ya mama yake ambaye alikuwa ni mgonjwa. Muda mfupi baadaye kuna mshikaji mwingine akawa ameingia hapa. Huyu jamaa anaitwa Nugi. Huyu yeye ni kaka yake Tari. Kafika hapa anamwambia kwamba binti ajiandae haraka, yeye pamoja na mama yake wampeleke mama kwa mganga wa kienyeji. Hili jambo binti hakuwa amelikubali sana, kwa sababu yeye imani yake haikuwa kwa waganga, lakini kaka mkubwa tayari amekuja kutoa maagizo. Sasa baada ya kufika kwa mganga, wakapewa fomu wanatakiwa kujaza. Tayari alikuwa ameshangaa kwa sababu taarifa ambazo wanatakiwa kuzijaza kwenye hii fomu sio taarifa za mgonjwa, ni taarifa zao wao wenyewe binafsi. Wanatakiwa kuandika mwezi, tarehe pamoja na mwaka uliozaliwa. Wakuwa wamepata nafasi ya kuingia kwa mganga kwenda kumwona wao pamoja na mgonjwa wao. Mganga katika hili eneo alikuwa na watu wengi sana, na mganga mwenyewe ni nani? Ni mzee Nato. Nato akakaa nyuma ya mgonjwa, akachukua kisu chake maalum, kisha akaanza kutamka maneno Niroputi, huku akitumia kile kisu kuchora alama fulani katika mgongo wa huyu mgonjwa. Nugi anakaza macho, anatazama kinachoendelea. Akawa unaona kuna kiumbe cha ajabu eneo hilo kikiwa kinaramba ile damu ya mama hao. Muda huo kile kiumbe kikiwa kimetokea nyuma ya Nugi, kisha kikiwa kimetoweka. Hapo hapo Nugi anaanza kumsikia mama yake akiwa anamshukuru mganga kwamba amepona kabisa na kwa sasa afya yake ni njema. Nato akamkabidhi Nugi mifuko miwili midogo, akamweleza kwamba hii inaweza kuondoa mabaya yote yanayozunguka familia yao pamoja na nguvu zote za giza. Akaambiwa kwamba mmoja aufunge nje ya nyumba, mwingine aufunge ndani ya chumba ambacho mama hao analala. Walipofika nyumbani, tayari akakuta kuna kisanduku kidogo nje ya nyumba. Akawa amekichukua akampa kaka yake ili yeye akifungue. Kufungua ndani ya hichi kisanduku akakuta kuna kidole cha binadamu pamoja na ujumbe umeandikwa kwamba lipa deni lako, la sivyo vidole vyako vyote vitakatwa. Ujumbe huu ukamfanya Nugi ashikwe na hofu sana, kwa sababu anadaiwa na wanaomdai anawajua. Akaweka kweli vile vifuko nje pamoja na katika chumba cha mama yake. Moja kwa moja kwa ametoka hapo akaenda kazini kwake mbio mbio. Baada ya kufika hapo akaingia ni katika duka la kuuza vitu vya kale. Bosi wake akampa maelezo kwamba aendelee kutoa maelekezo kwa mteja wake hapa ili anunue kisu maalum. Kijana kweli alikuwa amefanya hivyo, lakini hata hivyo huyo mteja hakuridhika kabisa kununua hichi kisu. Akamwambia tu kwamba wazi, nyumbani nina kisu sawa na hiki, na akawa amemwambia kwamba Nugi, kama utapata kisu kingine unaweza kuniletea moja kwa moja nyumbani kwangu. Kisha akawa ameacha mawasiliano hapa, huyo akawa ameondoka. Sasa baada ya muda Nugi akiwa anakula chakula, ghafla kuna gari moja lilikuwa limefika hapa. Kijana kuona hivyo akawa ameshika njia, kwa sababu watu waliofika hapa ni watu wanaomdai. Wakamkamata, wakamchaji kidogo, kisha wakampeleka moja kwa moja kwa bosi wao. Bosi wao anaitwa Broto. Akamkabili kwa hasira kinoma, ulikuja hapa kukopa pesa kwa ajili ya matibabu ya mama yako, deni ni lazima lilipwe. Akampa siku 2 tu arejeshe hizo fedha hapa mara moja, la sivyo wao watakuja kuzichukua kwa nguvu. Elewa neno kwa nguvu, chochote kinaweza kutokea wanapokuja kuchukua pesa zao. Ukiachana na haya mambo yote, mganga Nato akiwa na rafiki yake mmoja alikuwa anaitwa Reso kwa amemuuliza kwamba binti yako na muda mrefu sana sijamuona, yuko wapi siku hizi? Nato akasema kwamba Lakshmi haishi nyumbani hapa kwa muda mrefu sana, amekwisha kuondoka hapa na bado amenikasirikia kwa sababu alijumuika moja kwa moja katika tambiko langu la kupona. Hapa mzee anazungumzia tambiko ambalo tuliliona mwanzoni mwa hii filamu. Anasema kwamba lakini anaamini mwanaye atamsamehe tu, kwa sababu kwa sasa anahitaji kupata mtu ambaye ni mlisi achukue nafasi yake. Wakiwa anaendelea kunywa chai hapa, mara mkono wa Nato ukaanza kutetemeka kiasi kwamba kwa mangusha mpaka na kikombe. Akaanza kuomba radhi kwa nguvu ambayo inamwendesha hapa, nguvu ambayo yeye mwenyewe anaitumikia. Anasema kwamba ataendelea kutekeleza majukumu, akaahidi kwamba ni lazima akamilishe kazi yake. Tutaelewa tu taratibu. Nyumbani kwao na Nugi, baada ya kufika hapa, mama yake pamoja na Tari walikuwa na swali. Nugi kafika hapa, anaangalia vile vimfuko vya kinga
havioni kabisa hili eneo. Mshikaji kabidi kuingilia ibada, akamuuliza Tali, we, mfuko wa kinga umeweka wapi? Tali akasema kwamba nimevitupa huko nje, sitaki takataka kama hizo, siamini kabisa mambo ya uchawi katika nyumba hii. Nugi akawa amepinga kabisa huo uamuzi, akasema kwamba tangu wametoka kwa mganga mama yao amepona kabisa. Hii kauli inaonyesha kabisa jinsi kijana haamini kabisa katika Mungu. Yeye alikuwa anaamini tu kwenye vile vifurushi pamoja na mganga wake. Kisha akawa amechukua vile vifuko akavirudisha mahali alipokuwa ameviweka. Nugi akaingia chumbani, anawaza namna ya kulipa deni la watu. Wameshamtishia na kipigo juu. Akakumbuka kwamba siku alipompeleka mama yake kwa mganga, yani kwa Nato, aliona mzee ambaye alikuwa anasimamia hazina ya Nato alikuwa na fedha nyingi sana. Kijana akawa ameingiwa imani kwamba aende akavamie katika nyumba ya mganga Nato, aende apole zile pesa. Kweli kijana kwa kujiamini akaamua kwenda kuvamia katika nyumba ya mganga. Akaanza kusaka sanduku alilokuwa ameliona siku alipokuja hapa. Kweli akawa ameliona sanduku hilo. Kabla hajachukua na kuondoka nalo, akaona kuna kipande cha kitambaa ni kama kimeunganishwa na hili sanduku. Akaanza kukivuta, lakini kadiri alivyozidi kuvuta kinakuwa kirefu zaidi, kana kwamba kina mwisho. Akavuta mara kuna kiumbe kilikuwa kimetokea mbele yake. Kwa hofu kijana Nugi akanyanyuka akakimbia pamoja na sanduku, hakuliacha kabisa hapo. Baada ya kufika nyumbani akavunja hilo sanduku akitumaini kwamba atapata pesa za kutosha. Sasa kwenye kufungua akashangaa kuona kuna kisu maalum cha mganga Nato na sio pesa. Kijana akawa amekata tamaa, akafunika lile sanduku akalificha chini ya kitanda. Akaamua kulala kwanza ajipumzisha hapa. Baada ya usingizi akashtushwa na makelele, mlango unagongwa kwa nguvu. Baada ya kufungua mlango akamwona kuna mwanamke wa ajabu akicheza ngoma ya kutisha. Nugi akauliza, we ni nani? Unataka nini? Lakini kabla hajajibiwa umeme ulikuwa umekatika. Nugi akawasha kibiriti. Ghafla akasikia kicheko cha mwanamke kikifuatiwa na sauti nyololo inamnong'oneza kwamba Nugi, njoo kwangu. Mwanamke huyo akawa ametokea nyuma yake. Kimya kizito kikatawala. Nugi akapiga kelele, ondoka nyumbani kwangu. Akiwa na hofu, yule mwanamke akamshika kwa nyuma akacheka, kisha akamwangusha chini. Akarukiwa na mwanaume mmoja hapa. Nugi akaamka kutoka ndotoni. Mara mlango ukagongwa, akashuka chini ya kitanda. Baada ya kufungua sanduku, kile kisu kikanyanyuka mbele yake. Baada ya sekunde chache kikaanguka tena ndani ya sanduku na sanduku likajifunika lenyewe. Asubuhi iliyofuata Nugi akapeleka hicho kisu kwa bosi wake. Baada ya bosi kukichunguza vizuri hiki kisu, bosi akasema kwamba hajawahi kuona kisu cha zamani kilichohifadhiwa kwa ustadi wa hali ya juu kama hichi kisu. Nugi kwa haraka akauliza, vipi, gharama yake inakuwaje hapo? Jamaa anawaza pesa tu. Bosi akasema kwamba kinaweza kuwa na gharama kubwa sana. Hili jambo lilikuwa limemfurahisha sana kijana. Bosi ikabidi kuuliza, wewe hichi kisu umekitoa wapi? Kijana ikabidi kudanganya, akasema kwamba amekipata katika vitu ambavyo vilikuwa ni vitu ama urithi wa babu yake. Bosi akahisi kabisa pengine hichi kisu kina mambo ya kiroho. Akaamua kufumba macho, akaanza kutamka maneno ya ajabu hapa ili kuchunguza vizuri hiki kisu kama kinahusiana na mambo ya kiroho. Taa za hapa dukani zikaanza kuwaka na kuzima, huku vitu vinapepesuka, yani kana kwamba kitu kilichoingia hapa sio cha mahali hapa. Bosi baada ya kufumbua macho akiwa na hofu kinoma, akamrudishia kisu huyu kijana na akamwamuru kwamba aondoke hapa mara moja, usirudi tena hapa. Kiufupi ni kwamba kijana kwa amepoteza na kazi hapa. Akiwa njiani kichwa kimejaa mawazo, mara akaanza kuona kuna mizimu imemzunguka kila pande, inamuita mwizi wewe, kufa wewe mwizi. Anakuja kushtuka, mbona yuko mwenyewe na anajikaba yeye mwenyewe, na kuna watu kibao tu hapo walikuwa wanamshangaa. Upande wa Nato mganga akiwa kwake, kuna watu wengi sana wamefika hapa kwa ajili ya kupata tiba. Mzee Nato yuko ndani, hawezi kufanya tiba aina yoyote kwa sababu kisu chake maalum kimeibiwa. Akasema kwamba mtu ambaye alikuwa ni msaidizi wake wa muda mrefu sana anaitwa Wasto bado hajafanyikiwa kukipata hicho kisu. Nato baada ya kusikia hivi akawa ameogopa sana. Akasema kwamba kunaelekea mwezi mpevu, kama kisu hicho hakitafikishwa hapa kwa wakati, maafa makubwa yanaweza kutokea. Muda huo huo mikono yake ikaanza kujikunja na majeraha yake yakaanza kurudi. Mzee Nato mwili wake ukaanza kudhoofika, akaanguka chini na kuwa mgonjwa tena. Mzee Nato akamuuliza Wasto kwamba kama ameweza kuwasiliana na Rosso kwa sababu yeye anamuhitaji sana hapa. Wasto akasema kwamba amejaribu mara nyingi lakini hajafanyikiwa kabisa kumpata huyo mzee. Nato akamwamuru kwamba apambane atakavyoweza, amrudishe kwanza pia binti yake hapa nyumbani, yani Lakshmi arudi nyumbani kwa sababu anahitaji kumuona binti yake kwa mara ya mwisho.
mwisho kabla hajafa. Upande wa Nugi pamoja na familia yake, watu wanaomdai wamefika hapa, wanabeba mali za familia. Wakamweleza kabisa mama yake Nugi kwamba kijana wako tunamdai pesa za kutosha na ameshindwa kulipa pesa. Nugi baada ya kufika hapo akamtoa mama yake akamweka pembeni. Jamaa akawa ametoa kisu, akasema kwamba hichi kisu kina gharama, mnaweza mkakiuza mkapata pesa za kutosha. Lakini mshikaji alikuwa hapa akacheka kwa dharau. Nugi akajaribu kuelezea kuhusiana na hicho kisu kwamba kina thamani kubwa sana, lakini mshikaji hakuamini kabisa haya mambo, akakitemea mate hicho kisu kwa dharau, akakitupa chini. Muda huo huo milango yote kwenye hii nyumba ikaanza kujifunga kwa nguvu za ajabu, watu wakiwa hawaelewi nini kinachoendelea. Kile kisu kikanyanyuka kikamfuata aliyekitemea mate, kikamlazimisha yeye mwenyewe, ulimi wake unatoka nje bila ruhusa yake. Kile kisu kikamfanya yeye mwenyewe ajikate ulimi wake kwa mikono yake mwenyewe. Watu wakabaki hapa wanatetemeka, hawaelewi nini kinachoendelea. Baada ya hili tukio, Nugi akamwomba mama yake msamaha, lakini mama yake akaondoka kimya tu bila kusema neno lolote. Tali akamkabili kaka yake, akaanza kumuuliza haya madeni yametoka wapi. Nugi ikabidi kuelezea kwamba mwanzo deni lilikuwa la kawaida kabisa na alikopa hiyo pesa kwa ajili ya matibabu ya mama yake, lakini sasa kashindwa kulipa kwa sababu ya riba imekuwa kubwa mno. Tali kuhusiana na deni akawa amekubali. Akaulizia kuhusiana na kisu. Hicho kisu anakijua ni kisu cha mganga mzee Nato, yeye amekitoa wapi? Nugi ikabidi kukiri, akasema kwamba ukweli alienda kwa siri katika nyumba ya Nato. Lengo lake lilikuwa ni kuiba pesa, lakini hilo sanduku aliloliiba alipofika nalo hapa alikuta kuna kisu. Tayari alikuwa amekasirika sana, akamwambia kwamba hicho kitendo alichokifanya ni dhambi kubwa mno. Binti akamkabili, akamwambia kwamba hicho kisu unatakiwa kukirejesha sehemu ulipokikuta, sio mali yako. Lakini Nugi yeye alikuwa amehofia kukirudisha kwa sababu aliamini akikirudisha atakamatwa na anaweza kupelekwa gerezani. Hilo jambo hataki litokee. Mama yake ikabidi kuingilia hiyo hoja, akamtaka kijana arudishe kisu cha watu. Ni bora kisu kirudi kwa wenye nacho kuliko wabaki nacho hapa ndani. Wakati huo huo, Lakshmi binti wa Nato kweli akawa amewasili nyumbani kwa baba yake ili aonane na baba yake kabla hajafariki dunia. Baada ya kuonana na baba yake, Nato akamshukuru binti yake kwa kuja hapa kwa mara nyingine. Anahisi kabisa huu ndo mwisho wa maisha yake. Akamwomba msamaha binti yake kwa mateso yote aliyomsababishia kwa miaka mingi. Usiku huo ulikuwa ni usiku wa mwezi mpevu. Wasto akamweleza Lakshmi kwamba usiku huo ndio muda ambao kisu kinapaswa kuoshwa kwa ibada maalum. Kama haitakuwa hivyo, maafa mengi sana yanaweza kutokea. Kisha akamkumbusha tukio ambalo liliwahi kutokea miaka mingi iliyopita. Akaeleza kwamba hapo zamani za kale mama yake Lakshmi aliugua sana na mzee Nato aliapa kupambana, iwe jua iwe mwezi, mke wake lazima apone. Nato aliamua kutumia siku 30 akitafakari kwa kufunga ibada kali kabisa kando ya bahari. Alifanya hivi ili kumwokoa mke wake. Mwisho wa kipindi hicho kweli alipatiwa kisu ambacho kilitoka moja kwa moja ndani ya bahari. Nato akakitumia hicho kisu kwa ajili ya kuomba mke wake apone, lakini mambo yakienda mlama. Alivyorudi nyumbani akakuta kuna taarifa mbaya, mke wake tayari amekwisha kufariki dunia. Akiwa hapo, Lakshmi akaanza kupagawa na roho ya ajabu ikamwingia huyo binti. Kisha hicho kiumbe kikamsogelea mzee Nato, kikajitambulisha kwamba chenyewe ni Noropati. Kikamwambia Nato kwamba ombi lako lilikuwa tayari limekwisha kutimizwa. Kiumbe huyo akamsogelea Nato, akamsihi kwamba athibitishe kama kweli yeye atamtii na atamtumikia yeye daima. Ili kufanya hivyo, ni lazima Nato amkate binti yake, atoe damu yake kidogo kama kafara kwa kutumia kisu hicho hicho. Nato kweli alikuwa ametekeleza jambo hilo, akamkata mkono wa Lakshmi, kisha damu hiyo akaitoa hapa kama kafara. Baada ya simulizi hiyo, Wasto akamweleza Lakshmi kwamba tangu siku hiyo Nato alikuwa akitafuta mtu mwenye tarehe ya kuzaliwa kama yeye mwenyewe ili alisikia kitu kuhusiana na hicho kisu, na kama Nato atafariki kabla ya mrithi hajapatikana, basi laana hiyo itaendelea kumwandama binti yake Nato milele na milele. Upande wa Nato akiwa amelala, akaamka kwa mshtuko mkubwa sana. Akamwona Noropati amesimama pembeni yake, akamshika kwa kitambaa chake na Nato akaanza kukosa pumzi. Binti yake mara moja na Wasto akawa amefika hapo. Mzee Nato akawa amefariki hapo hapo. Baada ya mazishi tu, Lakshmi akamuuliza Reso, rafiki yake baba yake, kuna njia nyingine ya kuikwepa laana ambayo ilikuwa inamwandama mzee wake? Mzee Roso akamweleza kwamba kabla ya kuwaza suluhisho zaidi, ni lazima kwanza wapate kile kisu kilichopotea, kisha kioshwe kwa ibada maalum.
Baada ya kuoshwa, Noropati atadai sadaka yake kama kawaida. Wakati huo huo, Nugi akapokea ujumbe wa vitisho kutoka kwa Broto. Anamwambia kwamba asipolipa pesa yake haraka iwezekanavyo, nyumba yao yote itachomwa moto. Mdogo wake kwa amefika hapo, akamuuliza, kaka vipi, umesharudisha kisu? Kama bado unaogopa. Binti akawa amejitolea kwamba akichukua hicho kisu akirudishe kwa wenye nacho. Nugi akagoma, akasema kwamba hataki hata kusindikizwa kwa sababu hilo kosa ni la kwake na atalibeba yeye mwenyewe. Hicho kisu atakirudisha yeye mwenyewe. Kijana akawa amechukua kila kitu ili akirudishe, lakini akiwa njiani akamkumbuka yule tajiri aliyemwambia kwamba ukipata mali nyingine ya kale niletee moja kwa moja nyumbani kwangu. Kijana badala apeleke kisu kwa mganga sehemu alipokiiba, akaamua kukipeleka kwa tajiri ambaye alimwahidi pesa nyingi. Baada ya kufika huko, mshikaji akawa amekipenda sana hichi kisu na akawa amefurahi mno, akamwahidi kwamba atakichukua hichi kisu kwa shilingi milioni 7 na vichenji vya kutosha. Yaani hii ni sawa na milioni 50 hivi za kibongobongo na chenji fulani hivi. Basi akawa amemwacha hapo ili yeye aende kuchukua hizo pesa. Akawa amekiweka kisu hicho vizuri kabisa, kisha akaanza kuhesabu pesa. Mara kabati alilokuwa amehifadhi kisu likaanza kutikisika. Ikabidi kusogea hapo kwenda kuchunguza vizuri. Kile kisu kikasimama chenyewe, akakishikilia. Nugi upande wa pili anasubiri pesa tu hii akalipe watu wanaomdai. Mara akaanza kusikia kama kuna purukushani huko ndani. Kwenda kuangalia akamkuta tajiri huko chini na kisu kiko chini. Nugi akachukua kile kisu, akatangatanga kuliko hata tanga yenyewe, akaenda moja kwa moja mpaka kwa mtu ambaye anamdai kwa Proto. Yeye kaleta kisu na sio pesa. Kwa hasira Proto akakitupa chini, akaanza kukikanyaga, huku watu wake wanampiga Nugi, wanamnyosha kwa sababu hii ni dharau, unaleta kisu badala ya pesa. Nugi akapiga kelele, akaeleza kwamba hicho kisu ni cha gharama sana. Kusikia kibunda tena, Proto akaacha mara moja, akachukua hicho kisu akakipiga picha, kisha akawatumia wataalamu wake na kuuliza kwamba hicho kisu je, kina thamani kweli? Baada ya muda kweli alikuwa amepata majibu kwamba hicho kisu ni mali, kuna fedha nyingi sana kwenye hicho kisu. Proto akaona kama kweli kuna mnunuzi anaweza kukipeleka hichi kisu mara moja. Proto akamkabidhi Nugi barua ikimwonyesha kwamba yeye amefuta kabisa madeni aliyokuwa anamdai, ila akakubaliana naye kwamba hichi kisu nikikiuza hulambi hata kitu yoyote. Nugi akawa amekubali tu, akasainishwa hapo, kisha akawa ameanza kuondoka. Sasa akiwa njiani anampigia simu mdogo wake. Mdogo wake tayari anamjulisha kwamba hali ya mama imekuwa mbaya sana kuliko mwanzoni. Akiwa hapo kamaliza tu kukata simu, anasikia kuna purukushani kinoma huko alikotoka. Kuangalia watu wanadondoka tu hapa. Mara Proto kafika hapo, akatundikwa juu na kile kisu na akawa ameuawa mbele ya macho yake. Nugi akiwa hapo anaona watu wote wa Proto wako hapa wamekwisha kufa. Akawa amekimbia kwa hofu, hakukichukua hata hicho kisu, akaenda moja kwa moja kwa mama yake. Hali yake ilikuwa mbaya zaidi. Tayari akamwambia kwamba umekirudisha kweli kile kisu? Nugi akawa amedanganywa kwamba tayari amekirudisha kisu. Akaenda chumbani kwa ajili ya kwenda kupumzika. Akiwa huko, mara kabati likaanza kugonga kama kuna mtu anataka kutoka nje. Mdogo wake Nugi, yani Tari, akaenda kufungua moja kwa moja hilo kabati. Anashangaa kuona kuna sanduku. Hilo sanduku kulifungua, ndani yake kuna kisu. Kaka alisema hichi kisu tayari amekwisha kukirudisha kwa mmiliki wake. Binti kakiona hichi kisu. Kwa hasira binti akaamua kukichukua hicho kisu na kwenda kukitupa mtoni nyuma ya nyumba. Muda huo kaka yake kashachoka na akili, anashindwa ashike kipi. Akawa amerudisha kisanduku ndani ya kabati. Ghafla akaanza kusikia sauti ya mwanamke akiwa anaimba kwa sauti ya kutisha, na sio tu kuimba, anamuita kwa jina lake yeye mwenyewe. Akaziba na masikio, lakini wapi, akaanza kusikia kicheko cha ajabu. Na muda huo kabati likaanza tena kutikisika, milango ikajifungua yenyewe. Ikabidi mwanetu akatoa kisanduku akafungua, akakuta tena kile kisu kiko hapo. Akatupa kwa hasira na umeme ukuwa umesepa. Purugushani zikaanza. Nugi akaanza kuomba radhi, akisiyo nguvu iache mara moja. Yule mwanamke wa ajabu akawa amemtokea mbele yake, akamwambia kwamba nitaacha mara moja iwapo wewe utaniabudu mimi, utanitumikia mimi, nitakupa kila kitu katika ulimwengu, ila tu ukichukua hicho kisu. Nugi akachukua kile kisu akajaribu kukitupa, lakini wapi, hakitupiki. Yule mwanamke akatokea mbele yake. Nugi akajaribu kutumia kumuua huyu pepo kwa kutumia kile kisu. Pepo anacheka. Kijana anakuja kushtuka, mama yake anamuita kwamba amemchoma mdogo wake. Kijana ndo anakuja kushtuka kwamba tayari amekwisha kujeruhiwa na hicho kisu. Kijana alilia, aliomba radhi kwa mama yake kwa sababu haya maisha ni kama yeye mwenyewe kavuruga mbele ya mama yake, mbele ya mdogo wake. Sasa upande wa mtoto wa Nato akaanza kufuatilia fomu zote za wagonjwa ambao wametibiwa na baba yake. Katika fomu hizo akawa ametambua kwamba Nugi tarehe zake zinafanana sawa sawa na tarehe ya baba yake. Akiwa hapo, mara Nugi akawa amefika hapo.
yamemshinda yaliyomshinda, kafika hapa amekirudisha kisu kwa Nato. Wasto kweli alimkemea kwa sababu huyu jamaa ni mwizi na akamlaumu sana kwa sababu amesababisha kifo cha Nato. Lakshmi akawa ametoka nje. Wasto akamweleza kwamba Nugi ndiye alikuwa ameiba hichi kisu. Lakshmi yeye akamuuliza tu kwamba wewe ndo kijana unaitwa Nugi, na binti akamtambua moja kwa moja kwamba huyu ndiye mtu ambaye anafanana tarehe pamoja na baba yake. Akamshukuru kwa kurudisha kisu. Ninajua kimekukuta cha kukukuta baada ya kuchukua hichi kisu, si ndio? Umekipata cha moto. Nugi kweli alikuwa amekubali. Tangu amechukua hichi kisu, maisha yake yamegeuka kuwa changamoto kubwa mno, mpaka amemjeruhi na mdogo wake. Mama yake mwenyewe hali yake imezidi kuzorota. Lakshmi akaeleza kwamba kuna laana ambayo kwa sasa imekuandama wewe pamoja na familia yako nzima kwa sababu ya wizi. Ili tuisafishe kabisa hiyo laana, ni lazima ukubali tufanye tambiko tukiwa pamoja. Nugi akawa amekubali, akasema kwamba anaweza kufanya chochote ili kurekebisha makosa yake. Lakshmi akamweleza kwamba wanafaa kukiosha hicho kisu kwa ibada maalum. Hili jambo litamsaidia pia mama yako kupona, lakini ibada hiyo inahitaji kiasi kidogo cha damu ya mama yako. Ni lazima pia ifanyike usiku huo nyumbani kwa kina Nugi, na hakuna mtu mwingine anapaswa kuingilia kabisa hiyo ibada. Kijana akawa amekubali tu. Lakshmi akawa amebeba vifaa vyake kwenda katika nyumba ya kina Nugi ili kwenda kutekeleza hilo jambo. Wasto akajaribu kumzuia kwa sababu huyu binti Lakshmi, huyu binti ni muongo, anahitaji kutumia ile ibada kwa manufaa yake binafsi, kwa sababu yeye anahitaji kuikwepa hii laana, anahitaji kumfanya Nugi yeye ndiye awe mlisi wa hichi kisu na mambo yote. Na akawa amemwambia kwamba Lakshmi, kila ibada lazima ifanywe kwa kufata utaratibu husika, ni lazima uwe mwaminifu. Lakshmi akawa amekataa kusikiliza kitu cha aina yote. Yaani hapa kichwani kwake alikuwa anasikika anaimba wimbo fulani, sitaki nishauriwe. Ndo haya mambo. Binti akawa amebeba vya kubeba moja kwa moja mpaka katika nyumba ya kina Nugi. Baada ya kufika hapo, wakuwa wamejiandaa kwa ajili ya ibada. Mama yake Nugi akawa amewekwa sawa hapa pamoja na Lakshmi. Akawa amemwagiza kijana afanye anavyofanya ili mama yake atoe damu kidogo hapa ibada ianze. Damu ikakusanywa kwenye bakuli. Sasa muda huu tayari alikuwa amelala katika chumba kingine. Mara alamu ya simu yake ikaanza kuita. Binti akawa ameamka kuchungulia, akatambua kwamba amefungiwa mlango ili asitoke. Kuchungulia upande wa mama yake, akawa amegundua kwamba mama yake hayupo hapa. Binti akawa ameingiwa na hofu kubwa sana, akaanza kumuita kaka yake, lakini hapati majibu ya aina yoyote. Yeye yuko bize tu kutumikia tambiko lake huko, anaosha kisu maalum. Baada ya kijana kukusanya damu ya mama yake pamoja na damu yake kwenye bakuli, Lakshmi akachukua kile kisu, akaanza kutaja jina la Noropati, akisema kwamba anatoa sadaka hii ili kukomboa roho yake na kuomba nguvu zake zote zitimize ombi lake. Nugi yuko hapo kafumba macho, huku Lakshmi akiendelea na ibada yake. Mifupa yake ikaanza kutoa sauti ya kupasuka pasuka hapa, mara macho yake yakageuka yakawa meupe kabisa. Muda haya yote anaendelea, Wasto akawa amefika hapa nje kwenye hii nyumba. Kwa bahati nzuri akamsikia Tari akiwa anagonga anaomba msaada. Akawa amefika hapo na akawa amemsaidia binti, akawa ametoka nje. Tari akawa amemuuliza kaka yake yuko wapi. Wasto akasema kwamba Nugi atakuwa sehemu anafanya ibada ya kishirikina pamoja na binti wa Nato, yani Lakshmi. Akasema kwamba Lakshmi amemdanganya Nugi. Ibada hiyo haimponyi mama yake wala haimsaidii yeye kumsafisha. Ibada hiyo ipo kwa ajili ya kumfanya yeye awe mmiliki halali wa hicho kisu, kwa sababu yeye ameendana tarehe pamoja na mwezi na mzee wake, na kama ibada hiyo itakamilika kabisa, basi Nugi ndiye atakayekuwa mlisi mpya wa laana hiyo na atakuwa mtumishi wa huyo pepo anayekimiliki hicho kisu. Upande wa pili, ibada inaendelea kama kawaida. Lakshmi ambaye tayari alikuwa amepagawa kabisa na ule pepo amemwingia hapa, akaanza kumzunguka Nugi huku akiendelea kutamka maneno ya ibada ili ibada yake ikamilike. Ghafla Nugi akafumbua macho yake, akajikuta katika ulimwengu mwingine. Mara akaanza kuona kuna watu wa ajabu sana eneo hili. Kijana akaanza kuoshwa kwa heshima, ni sherehe kabisa hapa. Kuna viumbe vinaendelea kumtunika taji. Duniani huku Wasto pamoja na Tari wakaingia karibu kabisa mpaka katika ibada ilipokuwa inaendelea. Lakshmi akawatazama kwa macho ya kutisha, akawaonya wasiingilie hiyo ibada, la sivyo watakipata cha moto. Wasto akajaribu kuingilia kati, lakini Lakshmi akawa amemshambulia kwa nguvu zake na kumrusha mbali. Akajitahidi sana kupambana, lakini Lakshmi akawa amemshambulia mara nyingine tena. Tari akamuita Nugi kujaribu kumwamsha, kumrudisha katika hali ya kawaida ili azunduke, lakini Nugi hasikii kitu cha aina yote. Katika ulimwengu mwingine, Nugi akaendelea kutembea kuelekea katika kile kiti. Alipofika hapo akakaa, akajaribu kusimama, lakini mwili wake hauwezi kabisa kusimama. Akasikia sauti ya Tari akiwa
akiwa anamuita kwa mbali, kaka amka. Taji ilikuwa limewekwa katika kichwa chake. Ibada hiyo ikaendelea mbele ya macho yake. Katika ulimwengu wa kawaida mapambano yanaendelea, ni mapambano makali sana kati ya Lakshmi pamoja na Wasto. Wakiwa wanapambana, Lakshmi akafanyikiwa kumchoma Wasto kwa kisu. Baada ya hapo akamgeukia Tali akiwa na nia ya kumshambulia pia, lakini Wasto akawa amefanikiwa kumdhibiti na kumzuia kwa muda. Tali akamvamia Lakshmi katika purukushani. Kile kisu kwa bahati mbaya kilikuwa kimepita na shingo ya Lakshmi. Lakshmi akawa ameanguka chini akiwa hana nguvu ya aina yote. Yaani hapa ni kupoteza damu pamoja na maisha. Tali akakimbia haraka hadi kwa Nugi kwenda kujaribu kumzindua. Akaanza kumsomea dua katika masikio yake. Sauti ya maombi hayo yanasafiri moja kwa moja mpaka katika ulimwengu mwingine. Lakini sasa akiwa huko tayari kijana akawa amekabidhiwa na kisu rasmi na akawa amekishika. Tayari inaonyesha kwamba ibada imekamilika na yeye ndo mlisi maalum wa hicho kisu. Na watu wote viumbe vya ajabu vilikuwa vimeonyesha utii. Na hapa unamwona Nato na wengine wote ambao waliwahi kukimiliki hichi kisu wako hapa wanamtumikia yule pepo, na kwa sasa wanamtazama kijana Nugi kama ndiye mlisi ambaye anaendeleza kijiti cha kutumikia hichi kisu pamoja na huyo pepo. Turudi katika ulimwengu wa kawaida. Akiwa bado ameduaa, kijana akakaa kimya, akashindwa kabisa nini cha kufanya. Baada ya hapo skrini ikawa nyeusi kwa muda. Baada ya hapo tunaonyeshwa karatasi yenye maandiko yenye aya ya Mwenyezi Mungu ikiwa imetundikwa nje ya nyumba ya Nugi kama kinga zidi ya nguvu za giza. Yaani saizi hapa nje hapajawekwa irizi wala nguvu za giza, limewekwa neno la Mungu. Ndani ya nyumba Nugi, Tali pamoja na mama yao wanaonekana wakiwa wanasali kwa pamoja kwa utulivu wa hali ya juu. Wakati huo huo kile kisu kwa sasa kimewekwa ndani ya boksi la kioo kana kwamba wameamua kukihifadhi kabisa kwa uangalifu zaidi. Nugi kajifunza kwamba kwa sasa njia pekee sio kukimbilia katika giza, njia pekee ni kukimbilia katika mwanga. Anaamini Mungu pekee ndiye anaweza kumlinda na kumkinga na mambo yote. Na filamu inamalizika kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yakisema kwamba msikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe madhambi yote. Hakika yeye ndiye mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Subscribe, like, comment. Karibu.